Kuna sababu kubwa mbili za kwa nini watu wengi ni maskini duniani. Katika siku ya leo nataka tuzijadili sababu hizi. Unapaswa kuelewa kama wewe ni maskini, unapaswa kujua kwa nini wewe ni maskini. Kwa nini sio tajiri? Kuna sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza, watu wengi ni maskini kwa sababu hawana kitu cha kuuza. Na sababu ya pili, watu wengi ni maskini kwa sababu hawajui namna sahihi ya kuuza. Karibu sana bwana, kama ndo uko kwenye channel yangu kwa mara ya kwanza, mimi ninaitwa Victor Mwambene. Ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara na ni mwandishi pia wa vitabu vya masuala ya fedha na biashara. Kama ndo kwa mara ya kwanza upo katika channel yangu, karibu sana bwana. Usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Kama nilivyokuambia, katika siku leo nataka nikwambie sababu kubwa mbili za kwa nini watu wengi ni maskini duniani. Unaweza kujichunguza na wewe kama hizi ni sababu ambazo unazo. Ziko sababu nyingi. Kwenye kitabu changu cha Akili ya Fedha nimeeleza sababu 10 kwa nini watu wengi ni maskini duniani. Leo nataka nikuchambulie sababu 2 kati ya hizo 10 nilizozieleza katika kitabu changu. Sababu ya kwanza ya kwa nini watu wengi ni maskini duniani, watu wengi ni maskini kwa sababu hawana kitu cha kuuza. Unakuta kijana amemaliza chuo, amekaa tu nyumbani, hana chochote anachokiuza. Ukiwa hauna unachokiuza uwezo ukapata pesa kwenye maisha yako. Watu wana pesa lakini hawatakupa pesa bure. Lazima uwe na thamani unayoitoa kwenye maisha yao. Lazima uwe na matatizo unayoyatatua ili uweze kupata pesa. Pesa ni matokeo ya matatizo unayotatua kwa watu. Unaweza ukatatua matatizo hayo kwa kutengeneza bidhaa au kwa kutoa huduma. Kwa ili upate pesa kwenye maisha yako, ni lazima uwe una kitu unachokiuza. Na hapa elewa kwamba swala si tu kuuza kitu. Uza kitu ambacho watu wanakihitaji. Uza kitu ambacho ni cha muhimu na cha msingi kwenye maisha ya watu. Kinyume na hapo itakuwa ngumu sana wewe kuweza kupata pesa. Kwa kuna watu wengi sana ambao wako tu nyumbani, unakuta ni mke tu amekaa tu nyumbani, ameolewa, hana kitu chochote anachokiuza. Unakuta mtu alikuwa na ajira kaacha, yuko mtaani tu, miezi inaenda. Kwa hivyo vitu ambavyo vinachangia watu wengi kuwa maskini, kwa sababu watu hawatakupa pesa mpaka uwe na kitu unachowapa na wao, thamani unayoitoa, tatizo unalolitatua. Kwa hiyo tafuta kitu cha kuuza ndugu yangu. Unaweza ukauza bidhaa au huduma kutokana na kipaji ulicho nacho. Kama mimi hapa na kipaji cha kuelimisha watu masuala ya fedha na biashara, ninaelimisha. Unaweza ukauza bidhaa au huduma kutokana na taaluma ulionayo. Umesomea mambo ya sheria, unafungua kampuni yako ya sheria. Umesomea mambo ya uandishi wa habari, unafungua kampuni yako ya masuala ya habari kama Millard Ayo na my brother Sky wa Simulizi na Sauti. Kwa na wewe unaweza ukatafuta kitu cha kuuza kutokana na kipaji chako, kutokana na taaluma uliyoipata chuo, au kutokana na ujuzi